Akitoa ushahidi mbele ya hakimu wa wilaya Mheshimiwa Rose Ngoka kabla ya hukumu kutolewa, mwanasheria wa serikali na mwendesha mashtaka wa shauri hilo wilayani Lushoto, Bi Silvia Mitanto, amesema mtuhumiwa alikuwa akimlawiti mara kwa mara mwanafunzi huyo ambaye alikuwa akikaa kwa bibi yake baada ya wazazi wao kutengana. Amesema ingawa bibi wa mwanafunzi huyo alikuwa akifahamu kitendo hicho anachofanya mwanae kwa mtoto wa kaka yake, ndipo alipojitokeza msamaria mwema na kutoa taarifa kwa wanasheria. Alikuwa anatumia kwa kumlawiti mtoto wa miaka 10, mtoto wa kiume wa miaka 10 ambaye ni mtoto wa kaka yake. Yaani mtuhumiwa ni baba mdogo wa huyo mhanga. Na hiyo vitendo vilikuwa vinatokea katika mazingira ya nyumbani, alikuwa akimlawiti akiwa nyumbani na walikuwa wanaishi na bibi wa huyo mtoto ambaye ni mama wa mtuhumiwa. Na inaelekea kwamba alikuwa anagundua haya matendo, aliyagundua lakini hakuwa anachukua hatua yoyote. Kwa hiyo tumemfikisha mahakamani na kesi imesikilizwa na leo hukumu imetoka, tumepata conviction na mtuhumiwa amefungwa kifungo cha maisha jela. Akifunua zaidi baada ya taarifa hizo kufika katika vyombo vya sheria, mtuhumiwa alimwadhibu vibaya mwanafunzi huyo kwa kuvunjisha siri hadi shauri hilo lilipotolewa maamuzi na kusababisha mwalimu huyo madrasa kwenda jela maisha katika ngome kuu ya gereza la Maweni. Natoa wito kwa wazazi, kwa wananchi wote kwamba wanapogundua matendo kama haya ya kulawitiwa watoto au kubakwa, wachukue hatua, watoe taarifa vituo vya polisi, kwa sababu hiki kitendo kilitokea mazingira ya nyumbani na mhanga alikuwa analawitiwa mara kwa mara, lakini bibi yake alikuwa achukue hatua. Lakini pia hata baada ya kuwa mtuhumiwa mpelekwa mahakamani, mtoto akatoa ushahidi, huyu mtuhumiwa walivorudi nyumbani alimpiga sana yule mhanga. Na alikuwa anamzuia kwamba asifike mahakamani kutoa ushahidi, lakini tulifanya utaratibu na mtoto alifika mahakamani kutoa ushahidi. Kesi imeenda vizuri, leo amefungwa kifungo cha maisha. Kutoka hapa katika wilaya hii ya Lushoto iliyopo katika mkoa huu wa Tanga, ni William Mgasija, ITV.